Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Aiwa TV. Aiwa TV iko Tanga na hapa ni makao makuu ya taasisi ya Rashadi, barabara ya 17 katikati ya jiji hili la Tanga. Tumefika hapa Aiwa kwa ajili ya hadhara kubwa kabisa ambayo leo ni samai na kesho ndio hadhara kina kilele cha Rashadi Day. Lakini kabla ya kuendea hayo yote, kwanza tunataka tupate historia fupi ya taasisi ya Rashadi. Lini ilianzishwa na nani kiongozi wake, na mpaka sasa hapa tulipo imefikaje? Mbele yetu tunaye msemaji wa taasisi ya Rashadi, Maalim bin Khatibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbele yako ni kamera za Aiwa. Aiwa kusudio lake linataka kupata historia fupi ya taasisi hii ya Rashadi Islamic Group. Ilianzishwa lini, mudiri wake wa kwanza, kiongozi wake wa kwanza, na hapa ilipokuwepo imefikaje? Sasa uwanja ni wa kwako, waeleze wapenzi wa Aiwa TV kusudio la Rashadi Islamic Group. Naam, kwa ufupi tu, taasisi hii yetu pendwa ya Rashadi Islamic Group imeanzishwa mwaka 2019 katika maeneo ya mtaa wa Mikanjuni ndani ya jiji la Tanga, na badala hapo tulikaa pale takriban kama miaka miwili tu. Baada ya hapo tukahamia rasmi sasa katika makazi yetu, makao makuu rasmi katika barabara 17 iliyoko ndani ya mji wa Tanga, jiji la Tanga. Hapa tulihamia tarehe 20 ambapo mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali Mbwana ndipo alipokuja weka jiwe rasmi la msingi la majengo ambayo yanatarajiwa kutaka kujengwa mwaka 2020. Na taasisi hii ya Rashadi, muasisi wa taasisi hii ni Sheikh Muhammad bin Sheikh Sulemani Mbwana, ndiye muasisi ambaye ni miongoni mwa wanafunzi na ni watoto wa Sheikh Sulemani bin Mbwana. Yeye awali alikuwa ni mudiri wa taasisi ya Zahrau Islamic Center, lakini baada ya hapo kwa fikra zake na maono yake akaona kuanzisha chombo hicho cha Rashadi Islamic Group, na yeye ndo akawa mudiri wa kwanza na kiongozi wa kwanza chini ya naibu wake alimteua Sheikh Baamiri Mwinzagu. Baada ya hapo Sheikh haikupungua miaka miwili mitatu hivi, Sheikh hakuwa na umri akafariki. Baada ya kufariki Sheikh, kijiti kile akapokea naibu wake Sheikh Baamiri Mwinzagu, chini ya naibu wake sasa ambaye aliteuliwa na wazee bwana Sheikh Musa Waziri Mtungakoo, ambaye yeye ndio naibu wa Rashadi. Kwa sasa Rashadi anwani yake yasomeka barabara 17 ndani ya jiji la Tanga, chini ya uongozi wa Sheikh Baamiri Mwinzagu na naibu wake Sheikh Musa Waziri. Na leo hii ni takriban sasa sherehe za Rashad Day zisiopungua miaka 7 kuadhimisha kwa Rashad Day. Tulikaa kule si chini ya miaka miwili tukafanya sherehe, na mwaka 5 tumeifanyia hapa Rashad Day. Huu ni mwaka sasa takriban wa 7 wa Rashad Day, sherehe za Rashad Day. Kwa ufupi, hiyo ndio historia fupi ya taasisi yetu hii ya Rashadi Islamic Group. Labda msemaji wa taasisi ya Rashadi, unaweza kutuambia kwamba wakati Rashadi inaanzishwa ilikuwa na wanafunzi wangapi, na sasa hivi 2026 kuna takribani wanafunzi wangapi hapa makao makuu, wa kike wangapi na wa kiume wangapi ambao wanasoma katika madrasa hii? Naam, wakati tunaanza taasisi hii tulianza kwa udogo kidogo. Tulikuwa na idadi isiyopungua wanafunzi kama 90 hivi wa kiume, na wa kike kwa wakati ule pia tulikuwa hatuna, lakini taban tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sasa taasisi ya Rashadi ina wanafunzi ambao wako boarding 235 ambao wako boarding, na wanawake ambao wako boarding kutoka mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali wasiopungua wanawake 50. Tuko nao hapa Rashadi Islamic Group. Tunakushukuru sana Ustadhi Mwalimu bin Khatibu ambaye umejitambulisha kama msemaji wa taasisi ya Rashadi. Je, taasisi ya Rashadi viongozi wake wakuu kwa sasa ni nani na nani unaweza kutajia kuanzia mudiri mpaka wale wa mwisho kwa majina yao na vyeo vyao? Karibu. Naam, viongozi wakuu kwa upande wa taaluma ni Fadilatul Mudir Sheikh Baamiri bin Maalim Mwinzagu, ambaye yeye ndiye mudiri wa taasisi hii aliyepokea kijiti kutoka kwa Sheikh Muhammad.
Naibu wake ni Sheikh Musa Waziri Mtungako, huyu kabila ni Msambaa, na kwa upande wa nasema wa kiutawala mwenyekiti wake ni Alhaji Zaidi Mbasha na katibu wake ni Alhaji Hemedi Muhammedi Bagraseni, huyu ndio katibu wake, na naibu katibu wake ni Ustadhi Ramadhani Muhammedi Adamu ambaye ni naibu katibu Rashad Islamic Group. Makamu mwenyekiti ni Ustadh Hussein bin Abi Bakari Mwamlongo, huyu ndiye makamu mwenyekiti, na mimi ninasema ndiye msemaji wa taasisi. Tunao mudarrisi katika upande wa kusaidia taaluma kusomesha ambaye ni Ustadh Hussein bin Abi Bakari Mwamlongo, mudarris al-awwal, mudarris thani, mudarris wa pili ni Ustadh Sheikh Ilyasa bin Rashidi Mafita kwa upande wa taaluma. Tunakushukuru msemaji wa taasisi. Una lipi la kuwaambia la mwisho kabisa kufunga kipindi chetu hiki cha mahojiano mafupi ya historia ya Rashadi kupitia Aiwa TV na Dargube Online? Hebu tuambie wapi watazamaji kupitia kwako. Awalan niseme kwanza Aiwa TV tunawashukuru kuja kushuhudia tukio hili la kihistoria na wakashirikiana nasi, na kwamba shughuli yote hii tangu kuanza sherehe hizi za mwaka 2026 inaruka hewani na watu wanaiona hili. Kwanza kwa channel yetu hii pendwa ya Aiwa TV tunawashukuru sana, na vile vile tunawashukuru Dargube Online. Dargube Online walikuwa wakitoa matangazo sio hapa juzi tu, takriban bado kama mwezi hivi walikuwa wakirusha matangazo kwenye WhatsApp, Facebook, Instagram, tunaona matangazo yao wakitangaza Rashadi. Sasa mimi tamko langu ni kusema kwamba Rashadi ni taasisi changa lakini ni taasisi pevu ukizingatia na muasisi aliyoiasisi. Tunaomba wadau mtuunge mkono katika kuendeleza Rashadi. Kwa sasa Rashadi ina uhitaji wa maeneo, bado tuna ufinyu wa maeneo hapa Rashadi. Barabara 17 tununua viwanja vitatu, lengo letu tununue viwanja 4 ama 5 tuweze kukamilisha boksi na boksi zima la eneo ili tuweze kujenga ramani yetu kwa nafasi. Huo ndo ujumbe wangu kwa vyombo vyetu hivi vya Aiwa TV pamoja na Dargube Online. Asante sana msemaji wa taasisi wa Rashadi Maalim bin Khatibu kwa kutufungia mjadala wetu huu wa historia fupi kabisa ya taasisi ya Rashadi. Mimi sina la ziada kutoka sasa hapa barabara ya 17. Aiwa TV ambatana nayo. Tutakuwa hapa usiku wa leo kwa ajili ya samai, na kesho kutakuwa na zafa saa 10 na usiku ndio kilele cha hadhara hii. Tukumbuke wapenzi watazamaji wa Aiwa TV, hadhara hii mgeni rasmi atakuwa ni Samati Mufti Sheikh Abubakar Zuberi, Sheikh mkuu na Mufti mkuu wa Tanzania. Kesho saa 2:30. Abdallah Abdi Makame, Aiwa TV na Dargube Online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barabara ya 17 katikati ya jiji la Tanga, Rashadi Day 2026.